Wanasema tumbo hukumbuka njaa muda mrefu baada ya mdomo kusahau ladha ya mkate. Muda mrefu kabla ya taa za Santiago Bernabeu, kabla ya almasi na dhahabu, kulikuwa na vumbi tu na ukimya wa tumbo tupu. Mfikirie kijana mdogo mwenye umri wa miaka 7 tu, mbavu zake zikionekana wazi kwenye ngozi. Alitembea katika mitaa ya giza ya Madeira, akisimama nje ya mlango wa nyuma wa mgahawa wa McDonald, mikono yake midogo ikitetemeka, akiwaomba wafanyakazi mabaki ya baga walizokuwa karibu kuzitupa kwenye pipa la takataka. Hakuwa akitafuta umaarufu, alikuwa akitafuta tu namna ya kuishi na kuiona kesho. Nyumba yake ilikuwa kibanda cha mabati yaliyoshika kutu, kikivuja kila wakati anga lilipolia kwa mvua. Baba yake alikuwa askari wa zamani aliyepoteza mwelekeo, akizamisha machungu yake kwenye pombe. Mama yake alikuwa mwanamke aliyefanya kazi hadi kuchoka ili tu kuzuia paa lisidondoke. Kwenye mabanda ya umaskini, ndoto ni anasa ambayo maskini hawezi kuimudu. Lakini Mungu akaitazama chini kwenye vumbi la Fancho. Aliamua kuandika hadithi iliyopinga sheria zote za ulimwengu. Ni kupitia muujiza uliozaliwa na hali ya kukata tamaa, klabu ya Sporting Lisbon iliona cheche katika miguu ya kijana yule. Walimchukua kutoka kwa mama yake akiwa na umri wa miaka 12 tu. Alilia kila siku, mtoto mdogo akiwa peke yake kabisa, aliyegeuza maumivu yake kuwa silaha, kwa sababu alijua akifeli ni yale mabanda ya umaskini tu yalikuwa kimsubiri kummeza mzima mzima. Kilichofuata haikuwa kazi ya kawaida, ilikuwa ni filamu kubwa, filamu yenye kuvunja moyo na kupendeza sana, kiasi kwamba ulimwengu ulisahau kwamba ilibidi iishe. Sir Alex Ferguson alimuona mpiganaji huyo, alimleta Manchester United kwa mashetani wekundu, na yule kijana kutoka mabandani akawa mfalme. Lakini mfalme hawezi kubaki katika ufalme mmoja. Real Madrid walimwita, na huko Cristiano Ronaldo akawa kiumbe wa kutisha, akawa mashine, nguvu ya kifo isiyozuilika. Aliteka jiji la Madrid, alitawala Italia akiwa na Juventus, alirudi Manchester kuokoa meli iliyokuwa ikizama, na ulimwengu ulipompa kisogo, alibeba silaha zake kwenda huko kwa Waarabu katika klabu ya Al Nassr. Kila goli lilikuwa ni kilio dhidi ya maisha yake ya nyuma. Kila taji lilikuwa ngao ya kumlinda yule mtoto mdogo ambaye zamani aliomba chakula. Alipambana na mfumo usio wa haki, alipambana na wakosoaji walioomba anguke, na alipambana na umri wake wenyewe. Lakini ili uelewe uzito halisi wa nafsi yake, lazima uitazame Ureno. Kwa zaidi ya miongo miwili, Cristiano Ronaldo hakuchezea tu nchi yake, yeye alikuwa nchi yenyewe. Alikuwa moyo unaodunda, ngao na upanga wa taifa ambalo halikuwahi kuthubutu kuota ndoto kubwa hivi. Aliwavuta hadi kushinda mataji 3 ya kihistoria. Aliwafanya waamini kwamba wanastahili kukaa meza moja na miungu ya soka. Na kisha mwisho ukawadia. Mechi ya mwisho dhidi ya Uhispania, vita vilivyopotea. Pazia la kimataifa lilianguka katika wakati wa maumivu makali yanayofifisha pumzi. Hakukuwa na fataki, hakukuwa na sherehe kubwa. Alikuwa tu mwanaume aliyepokonywa ujana wake. Akitazama nyasi, aligundua kuwa jezi aliyoipenda zaidi ya maisha yake ya sasa ingebaki kwenye vitabu vya historia. Aliondoka uwanjani huku akiwa analia, na taifa zima lililia naye. Wanasema kutokufa kwa kweli kwa mwanadamu unapatikana katika macho ya wale anaoacha nyuma. Utazame ulimwengu wa leo. Kylian Mbappe, Alejandro Garnacho, Vinicius, Jude Bellingham na wengine wengi. Hao ndio mastaa wa mchezo kwa sasa, lakini wote ni watoto wa Cristiano. Walimtazama yule kijana kutoka Madeira akikaidi mfumo, na kwa sababu alifanya hivyo, na wao waliamini wanaweza. Hakuchora tu ramani ya mafanikio, alijenga barabara wanazotembea sasa. Alilinda mchezo huu mzuri usipoteze ladha. Je,
Unamwambiaje kwa ili mtu aliyekufundisha jinsi ya kupigana? Unamwambiaje mashine ya magoli, mtoto muombaji wa mtaani aliyekuwa mfalme, kwamba wakati wa kuondoka umefika? Ni maumivu makali na ya kikatili, kwa sababu hatukutaka filamu hii ishe. Tulitaka akimbie milele, tulitaka aruke angani na habaki huko akiwa hafi. Cristiano, mfumo ulijaribu kukuvunja, lakini uliuvunja mfumo. Ulimlisha yule kijana mwenye njaa aliyekuwa ndani yako hadi ukawa mchezaji bora zaidi kuwahi kugusa mpira. Uwanja ni wa baridi sasa, taa zimezimika. Kwa heri nahodha wetu, kwa heri mpiganaji wetu. Sijui kama tutamwona mtu kama wewe tena, lakini nachojua ulitupa hisia za kweli za mchezo wa soka. Sitashusha kalamu na kipaza hadi uje kuambia vizazi hadi vizazi kuwa kuna siku nilikuandikia na kukusimulia haya. Niite kiungo bamia au mzee wa chujio, Gerard Christopher mwana wa Kadinya.